za Saudi Arabia. Mwaka huu watu wameenda, waumini takribani milioni 1.7 wameenda kuhiji Maka kukiwa na wasiwasi huu. Watu wengi walikuwa wakijiuliza, je, Irani wangeendelea kushambulia maeneo ya Saudi Arabia? Je, makombora yangeendelea kuelekezwa Saudi Arabia kukiwa waumini wa Kiislamu wako kule kwa ajili ya kuhiji, kwa ajili ya kufanya ibada? Watu wengi walikuwa wakijiuliza hivyo, lakini imetokea ibada imeisha na hakuna kitu ambacho kimeharibika. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa, wachambuzi wa siasa za kimataifa, lakini pia na wachambuzi wa migogoro hii ya kimataifa wengi wamezungumza wakisema kwamba Irani ni nchi yenye idadi kubwa ya Waislamu na inaongozwa na dola la Kiislamu, na hata katika hija ya mwaka huu ilikuwa inakadiriwa takriban Waislamu 30,000 hadi 80,000 ambao walikuwa tayari wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kuhiji Maka. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Irani kuandaa mashambulizi ambayo huenda yangeelekea katika vituo vitakatifu katika maeneo matakatifu ya Maka, Madina, kwa ajili ya mashambulizi. Ilikuwa ni ngumu. Ukizingatia mlengo wa Irani ambao wapo katika serikali ya kidini ambayo inathamini pia nayo maeneo haya matakatifu kwa Waislamu. Ni ngumu sana kufanya ibada wakati hauwazi kwamba tusije tukaangushiwa bomu hapa sasa hivi. Inakuwa ni ngumu sana kwa sababu pia ya vita ambavyo vinavyoendelea huko, lakini tunamshukuru Mungu kama ni wamefanya vizuri na wamemaliza. Sasa inabidi sawa hiyo amani ambayo walioonyesha watu walivyoenda kufanya ibada na mpaka sasa hivi basi iendelee kudumu, iendelee kupatikana. Iendelee